Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Hakuna mtu ambaye anaweza kulengwa, wala hakuna kusudio lolote linalokusudia kumlenga mtu au taasisi ama nini, kwa sababu kama ingekuwa hivyo basi kama wangelenga taasisi fulani wangekamata taasisi yote mpaka viongozi wa juu. Lakini pia kama walitaka kulenga labda wanataaluma wangeweza kukamata. Kuna wanataaluma ambao wako huru mpaka sasa. Kwa hiyo tusitetee vitu ambavyo hatuvijui, na hasa kwenye mashauri ambayo yako mahakamani kwa sasa hatuna audacity ya kuyahoji, kwa sababu nimesikia kuna mahali wanasema kuna Uganda Convention ambayo sio kinga ya jinai. Yani ninapokuwa mhadhiri, ninapokuwa mwanasheria, ninapokuwa waziri, ninapokuwa mbunge, unapokuwa mfanyabiashara au mwanasiasa, unapokuwa mkulima, mfugaji, mtu awaye yoyote, hakuna mtu aliye juu ya sheria. Kwa hiyo kinga hizi za kijinai hazipo. Mwenye kinga ya jinai peke yake ni yule ambaye ameelezwa kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa utaratibu ambao upo. Kwa hiyo tusipotoshe umma na kutaka kuonyesha kwamba labda kuna kundi fulani linalengwa au mtu fulani. La hasha, hakuna kitu kama hicho, isipokuwa matishio tuliyaona ya uvunjifu wa amani tarehe 7 mwezi wa 7 yaliyopangwa, yaliyoratibiwa, wapo waliohusika, lakini jeshi la polisi lilitoka na kutoa tamko kupitia msemaji wa jeshi la polisi anakuitadharisha na kuonya umma kwamba watu wasijihusishe na jinai. Lakini hatua ya pili, wakati pia kukaribia tarehe 7, jeshi la polisi lilitoa tamko jingine. Nadhani wametoa matamko na tahadhari na maonyo zaidi ya 4 kabla ya tarehe 7. Na la mwisho limekuja kutolewa hivi jana, nadhani kama nakumbuka, ambalo nalo pia lilikuwa likitoa taarifa ya juu ya watu zaidi ya 130 waliokamatwa wakiwa na makosa mbalimbali. Wapo ambao walionyesha na viashiria vya charges ambazo zimetolewa za ugaidi, na wengine wengi si katika mlengo huo, labda pengine wamevunja sheria, kanuni za adhabu. Kwa hiyo kwa sababu ni jambo ambalo liko mahakamani, sina sababu ya kulizungumza kwa kina zaidi. Tuache haki itendeke. Ambaye atakuwa hana makosa kwa mujibu wa ushahidi, vielelezo na maelezo atakayoyatoa, basi atakuwa mtu huru. Kuna principle of presumption of innocence ambayo pia ipo kwenye ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtu hataonekana kuwa na hatia mpaka pale ambapo atatangazwa kuwa na hatia na mahakama. Kwa hiyo hili jambo nadhani si vema kuendelea kupotosha kwenye mitandao, tuiachie mahakama na wala hakuna lengo. Sasa kama ukikuta kwamba kuna taasisi fulani au watu wamejikuta kwamba wengi ndio wahalifu, sasa hilo litakuwa ni bahati mbaya sana, sio kazi yetu sisi. Lakini waliokuwa wanatafutwa ni wahalifu ambao wametishia au wametenda au hawakutenda mambo ambayo yanapelekea kuvunja haki za wengine, kuharibu uchumi wa nchi, lakini pia kutishia shughuli za kijamii zisiendelee, ama kufanya mambo mengine na mipango mingine ya kijinai. Lakini kama imetokea sasa kuna eneo moja la watu wengi zaidi wameonekana kuwa ndio walikuwa hilo, basi inawezekana kwa namna moja au nyingine ni sura ya kwamba kumbe lilikuwa limepangwa hili jambo na kuratibiwa nao. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.